Mwana wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Siku ya Jumatano ya Majivu ni siku muhimu sana kwetu waamini wote wa Kristo. Ni siku ya mwanzo kabisa ya siku 40 ya kuingia kwenye Kwaresma, mwanzo ya siku za Kwaresma. Ni tarehe ya kwanza ya siku ya Kwaresma, na hivyo Jumatano ya Majivu ndio msingi wa kuelekea siku zile 40 zote za Kwaresma. Tunaanza kwa kutiwa majivu, na majivu yanawekwa kwenye mapaji ya uso wetu, na ikiwa ni ishara ya kutukumbusha tu kwamba sisi ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3 mstari wa 19, maneno haya ambayo Mungu alisema na Adam na akasema na Hawa baada ya uasi pale bustani ya Eden. Tunawekwa majivu, na majivu haya yanatoka kwenye matawi yale ya mitende ambayo siku ile ya Jumapili ya mitende huwa tunapo kata yale matawi tunashangilia kwa ishara ya shangwe ya Yesu kuingia Yerusalemu akiwa juu ya punda. Basi yale matawi ndio yanakatwa na yanawezwa kunyaushwa na kutengeneza yale majivu, yanapakwa kwenye paji la uso kama kumbukumbu tu kwamba sisi ni wanadamu na tuliumbwa na tuna siku zetu hapa duniani, na ziko siku ambazo Mungu tia atatuchukua, na hii miili yetu ni miili dhaifu, na siku ambazo Mungu atatuchukua atachukua roho zetu, na hii miili itabaki ardhini. Kwa hiyo sisi ni udongo na udongoni tutarudi. Kwaresma ambayo ina siku 40, yani ukitoa na siku zile za Jumapili, yani siku za Bwana, inaashiria matendo ya kumkaribia Mungu, kwa maana kwamba tunafuata mwongozo wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alifunga siku 40 kule nyikani kabla ya kuanza huduma yake. Na katika kipindi hiki cha Kwaresma kuna nguzo 3 kuu za msingi. Moja, kuna toba; ya pili, kuna sala; lakini ya tatu, kuna matendo ya huruma. Toba ni nini? Tukisoma kule Yoeli ile sura ya 2, angalia ule mstari wa 12 mpaka ule mstari wa 14, anasema lakini sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga, kusali na kuomba. Lakini anazungumza pale, larueni mioyo yenu na sio mavazi. Lakini anasema na nani anayejua kwamba Mungu aweze kuturejea? Kwa tunapofanya toba, ni toba ya ndani ya moyo. Ilikuwa ni desturi ya Wayahudi, wanapofunga walikuwa wakivaa magunia, wanafunga wanajipaka majivu. Lakini sasa katika kipindi hiki cha Agano Jipya, baada ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, funga yetu inatakiwa idhihirishwe ndani ya mioyo yetu. Tunalarua mioyo, tunamwelekea Mungu kwa imani, na Mungu anaturejea pia kwa imani. Anasema muone kama Mungu ataturudia. Na anapoturudia maana yake nini? Anatupa majivu. Enzi zile wanaweza wakiwa katika mateso, Yoeli ndio anaandika mambo haya kwamba Mungu anaweza kuwarejea, tuone kama Mungu aweze kuachilia tena baraka. Kwa nini? Yeye ni Mungu wa rehema, yeye ni Mungu wa fadhili, yeye ni Mungu wa huruma, yeye ni Mungu wa upendo. Lakini katika kufunga pia jitahidi sana kuwa na tafakari ya neno la Mungu. Ndio tunasema sala. Na tunapotafakari neno la Mungu maana yake nini? Tunamkaribisha Mungu ndani ya mioyo yetu, na tunaacha yale matendo ambayo hayafai. Muda mwingi sana tunatumia kwa ajili ya kutenda matendo yasiyofaa. Kwa katika kipindi hiki tunaacha hayo mambo na tunaelekea kumtafuta Mungu sana kwa bidii. Lakini tunafunga vile vitu ambavyo tufanya wakati mwingi tuwe mbali na Mungu. Wengine wanaweza kufunga yale mambo ambayo yalikuwa na washinda kuweza kuyafunga. Watu wengine wanafunga kunywa pombe, wanafunga mambo ya uzinzi na zinaa. Yale yote ambayo ni dhambi kwa kuyatazama, ndio ambayo paswa kuacha kabisa na kutubu. Na toba hii ni toba ya kweli ambayo inaleta utakaso wa ndani. Lakini katika sala maana yake nini? Tunasali kwa ajili ya mambo mbalimbali. Kuna mahitaji mbalimbali katika kipindi hiki unayaleta mbele za Mungu. Unasali kwa ajili ya familia kwako mwenyewe, kwa ajili ya watu ambao wako pale ofisini kwako, kwa ajili ya taifa, lakini pia unasali kwa ajili ya ulimwengu. Matukio mbalimbali yanaendelea hapa duniani. Kwa katika kipindi hiki tunamsihi Mungu aingilie kati. Wana wa Israeli katika nyakati tofauti tofauti waliweza kufunga na kusali. Ukiangalia enzi za Ezra walifunga na kusali wakati ule wanarejea kule Yerusalemu, ukuta ukiwa umeanguka. Enzi za Nehemia, ile Nehemia 1, 2, 3, 4 walikuwa wanafunga, wanaomba na kujenga ule ukuta. Lakini kipindi cha mfalme Yoshafati, ile Mambo ya Nyakati wa Pili, ile sura ya 20, unaona kwamba walifunga wakati baada ya kuona kuna vita iliyokuwa inawakaribia mbele yao. Kwa walikuwa wanafunga na kuomba ili Mungu aweze kuondolea adha, majanga, vita pamoja na maumivu yote ya mwili na roho.
Kwa tunapofunga, manake tunapaswa pia kuomba na kusali na kutafuta uso wa Mungu kwa bidii. Usione mambo yanayopita katikati yako ni mambo ya kawaida. Omba kwa ajili ya familia yako, omba kwa ajili ya taifa, omba kwa ajili ya kazi zako, omba kwa ajili ya wenzako ambao wako pale ofisini na mahali pengine, endelea kuombea. Lakini wakumbuke watu walio katika dhiki, katika tabu. Hayo ni matendo ya huruma, nguzo nyingine ya Kwaresima katika zile nguzo 3. Matendo ya huruma ni kutoa kwa ajili ya wahitaji. Kwa hiyo unaweza kujinyima kwenye chakula, lakini kile kinachobaki basi wape wahitaji ili waweze kuwasaidia katika kipindi hiki cha Kwaresima. Lakini katika kipindi hiki cha Kwaresima pia ni muhimu sana kujitengenezea ratiba yako binafsi ya kusali, ya kufunga na kuomba. Watu wengine wanaweza kujifunga baadhi ya milo, lakini nashauriwa sana angalau kwa usiku nzima upate mlo mmoja tu ambao sio mlo mzito sana, yani ule mlo ambao utakufanya kweli uonekane unajinyenyekesha kwa Mungu. Lakini kipindi hiki jitahidi sana kuacha matendo ambayo yanaumiza wengine moyo, yani wanakatisha wengine tamaa, yanawarudisha nyuma, lakini hata wewe mwenyewe tu unarudi nyuma, unakata tamaa. Matendo ambayo pengine hayafai. Acha pia mambo ambayo yanakuvuta mbali na Mungu, kwa mfano kuangalia mitandao, kusoma ujumbe nyingi sana kwenye simu zisizofaa, lakini pia kusoma vitu ambavyo vinakusababisha kwamba ukajikwaa au ukajikwaza usiweze kumuona Mungu katika roho na kweli. Lakini jitahidi pia kujizuia kufanya mambo ambayo yale yasiyompendeza Mungu, sio kuangalia tu, lakini kujizuia pia kutokufanya. Lakini jitahidi pia katika kipindi hiki kukaribia sana kanisani, kufanya mambo ambayo yanamtukuza Mungu, kutenda matendo ya amani, matendo ya huruma, matendo ya upendo, lakini pia kufanya kazi za jamii, kazi za kanisa. Tembelea watu wasiojiweza, walioko magerezani, wale ambao wanapita kwenye shida mbalimbali, wazee, wajane, wagane. Wakumbuke watu hawa, na Mungu anasema hiyo ndio dini iliyo safi mbele za Bwana. Yako maandiko ya kusimamia katika kipindi hiki. Ukiangalia ile Zaburi ya 103 anazungumza Mungu pale kwamba nafsi yangu imemidi Bwana, na damu vyote vilikuwa ndani yangu vimidi jina lako takatifu. Pale unaweza ukatumia ile kama moja zaburi ya kukusaidia katika kipindi hiki. Lakini Zaburi ya 51 ni zaburi ya toba pia. Zaburi ya 23 kujikaribisha kwa Bwana katika shida, katika tabu, katika bonde la uvuli wa mauti, unaweza ukasoma ile zaburi. Lakini jitahidi pia kusoma maandiko katika Agano la Kale, wakati wana wa Israeli wanapita kwenye changamoto mbalimbali, wakiwa wanapita kwa mfano kutoka kule Misri, ukisoma Hesabu, Kutoka, Kumbukumbu la Torati. Lakini pia maandiko ambayo yanatupa neema na baraka, kama kitabu cha Mwanzo unapoelezea habari za Mwanzo ile sura ya 12 mpaka ule sura ile ya 50 inapoelezea habari za baraka ambazo Mungu alikuwa anaziachilia katikati ya magumu. Kwa mfano baraka kwa Ibrahim, baraka kwa Isaka, baraka kwa Yakobo, Yusufu na ndugu zake na kadhalika. Yale yatakutia moyo. Kutoka pia inatufundisha namna Mungu anavyoweza kusikia sauti zetu pale ambapo tunapita kwenye mateso na kwenye magumu. Jitahidi sana kujijengea hayo maisha, na katika kipindi hiki pia soma pia mafundisho mbalimbali, fuatilia, soma vitabu vya Mungu. Lakini pia jitahidi sana kufanya kazi kule ofisini, kwa sababu iko ndo chanzo pia cha uchumi kwa ajili ya watu wengi. Usiache kazi kwa sababu unasema napita kwenye kipindi cha kufunga. Hapana, jitahidi kujitolea kwa ajili ya kazi zako na Mungu atakubariki. Na katika kipindi hiki pia jitahidi sana kuweza kutunza kumbukumbu ya mambo mengi ambayo pengine ulitamani Mungu akutendee, na unaandika kwenye diary yako kwamba ili niliombea, ili nisikuliombea, ili niliombea, alafu mwishoni utajua kwamba Mungu amenisaidia. Nakuombea amani ya Bwana katika kipindi cha Kwaresima hiki siku 40, lakini Mungu aendelee kukutegemeza, aendelee kukulinda, akutie nguvu ili uweze kufunga salama na uweze kumaliza mfungo wako salama. Tukumbuke tu kwamba sisi ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Jina la Bwana lihimidiwe daima. Tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, nalihimidi na kulitukuza jina lako Baba. Asante kwa ajili ya wema, fadhili na upendo wako kwenye maisha yetu. Lihimidiwe na litukuzwe jina lako kwa ajili ya maisha yetu yote ambayo Bwana Mtakatifu umeendelea kutukirimia. Tuko mbele zako Mungu wa mbinguni, tujiweka wafu kwa ajili ya funga hizi ambazo Mungu wa mbinguni zinakuja katika kipindi hiki cha siku 40 cha Kwaresima. Baba, yako mambo mengi tunaweza kuyafungia, kuyaombea. Mungu ukayakumbuke hayo. Tunaomba Bwana, wewe mkono wako juu yetu.